ine Kwa Jesu dituraitare nawe Dituraitare nawe Dituraitare nawe goro ine Yakwa niwe jirigireire Niwe jirigireire Niwe jirigireire goro ine Yakwa Jesu niwe jirigireire Niwe jirigireire Niwe jirigireire goro ine Yakwa niwe mwihoko wakwa Niwe mwihoko wakwa Niwe mwihoko wakwa goro ine Kwa Jesu niwe mwihoko wakwa Niwe mwihoko wakwa Niwe mwihoko wakwa goro ine Yakwa dituraitare nawe Dituraitare nawe Dituraitare nawe goro ine Kwa Jesu dituraitare nawe Dituraitare nawe Dituraitare nawe goro ine Dogyoke mwadhani dogyoke Dogyoke mwadhani dogyoke Dogyoke mwadhani dogyoke Goro yakwa ikene Nikwenda kwaranĩria nawe Nikwenda kwaranĩria nawe Nikwenda kwaranĩria nawe Goro yakwa ikene Nikwenda hinya wa roho Nikwenda hinya wa roho Nikwenda hinya wa roho Goro yakwa ikene Dugyoke mwadhani dugyoke Dugyoke mwadhani dugyoke hinya wa roho Goro yakwa ikene Dugyoke mwadhani dugyoke Dugyoke mwadhani dugyoke Dugyoke mwadhani dugyoke Goro yakwa ikene Jesu mutharaba wakwa Kĩrĩnĩnde igĩrĩra Ikĩre mwathani wakwa Ona ingĩmamũrega Nĩngũkũrũmĩrĩra we wangwĩrĩire Kaba ndigane na arata Ngoro wagĩrĩire We ndirĩ na thuti ya indo cia gũkũ thĩ ĩno Niĩ ndĩgĩtaga kũna Ndĩna igai rĩa muoyo Nĩngũkũrũmĩrĩra we wangwĩrĩire Kaba ndigane na arata Ngoro wagĩrĩire we ona mangĩnyamaria atĩa Ndiũragĩra harĩ we Ona mathĩna mangĩũka No ndĩmomagĩrĩria Nĩngũkũrũmĩrĩra we wangwĩrĩire Kaba ndigane na arata Ngoro magĩrĩire we yoha
ibere Doirena kirira kumada onoka Doirena kirira kumada onoka Kwena tiganu mone Neko hujia ya kumada onoka Kohujia ya kumada onoka Kohujia ya kumada onoka Kwena tiganu mone Kwena tiganu mone ne kumada onoka Kwena tiganu mone ne kumada onoka Kwena tiganu ne kumada onoka Kwena tiganu ne na uira de dutaga kumada onoka Na uira ne dutaga kumada onoka Na uira ne dutaga kumada onoka Kwena tiganu ne meri hana kumada onoka Meri hana kumada onoka Meri hana kumada onoka Kwena tiganu ne
na Mwokozi wetu Yesu Kristo asifiwe. Ndio asifiwe sana. Na tunaambiwa hata milele ndiye tutakuwa tukisifu. Kwa sababu tunaambiwa ati Yohana anasema alipoona paradiso ya Mungu, alipoona bingu mpya, alipoangalia hakuona hekalu. Kwa sababu uwepo wa Mungu uko na watu. Na ni wakati utakuwa wa ajabu sana. Ati wakati wote ni kuabudu, wakati wote ni sifa, wakati wote ni kufurahia uwepo wa Mungu, kufurahia kuwa pamoja na Mungu. Kwa sababu tumeambiwa Mungu amefanya maskani yake na watu. Itakuwa ajabu sana. Na ndivyo hata Paulo alipoonywa kuhusu majaribu ambayo yako na mazito ambayo yako mbele yake, akasema hapana, nyinyi kulia mnanimaliza nguvu. Kwa sababu mimi kufungwa hata kufa sio jambo la kunisumbua, kwa sababu yale yako mbele ni ya muhimu zaidi. Ati hata huu uhai wangu, huu uhai niko nao si wangu. Ni tuseme ni kama nimepewa, ni kama deni ambayo lazima nilipe. Kwa hiyo nikifa nimerudi kule ambako nilitoka. Leo tunaendelea na somo la wiki iliyopita ambapo Paulo alitoa ushuhuda wake na hao watu wakatoa fujo kabisa. Hawataki kusikia. Na ikabidi Paulo arudishwe kwenye ngome. Kwa sababu aliporudishwa kwenye ngome aliona hao watu wanaweza kumuua. Yule kamanda wa jeshi akasema sasa awekwe, alafu akatumana Yerusalemu. Ya kwamba sasa si umati unaitwa. Sinajua umati unasema tu vile umati huko. Utasikia ukiamsikia mwizi huyo watu wote wanatoka. Tafuteni tairi, wanatafuta tairi, petroli, mafuta ya taa, wanafunga mtu wanamchoma. Amefanya nini? Wanasikia ameiba. Lakini hakuna mtu anauliza hebu tuangalie ameiba nini? Wapi? Na nafikiri kuna hata watu wameuawa hivyo bure. Nakumbuka siku moja nilikuwa Nairobi. Hii barabara inaitwa River Road. Nikitembea shughuli zangu. Watu wakatoka wamekimbia nini? Sio naendelea na safari. Nikaona tena polisi amekuja. Wewe, nikamwambia hapana, wameenda huko mimi. Na kama ni yule polisi wa juzi si ningekupatwa pigwa risasi. Nikasema hapana, mwambie mimi siko. Labda akaniangalia akaona kweli hata sina si ningekuwa na hema vile nimekimbia. Akaniacha. Kwa hivyo sasa kamanda akasema sasa Yerusalemu kuhani mkuu na baraza lake waje. Kwa sababu hii tumeona hawa watu nikelele uwawe na hakuna mtu anasema amefanya nini. Sasa kwa hivyo leo somo letu linasema baraza. Sasa ni baraza kuu limekuja na mashtaka. Liwasilishe mashtaka yasikilizwe. Ndio sasa huyu kamanda achukue hatua, huyu mtu aende wapi sasa kusikilizwa kesi yake. Waone kama kuna kesi. Kwa hivyo ni baraza. Tuko katika Matendo 23. Jambo la kwanza ni mstari wa kwanza mpaka wa 5. Tunasema taarifa. Sasa baraza limekuja. Sasa tuone. Hebu tusomewe mstari wa kwanza wa pili. Mstari miwili washikwe. 23. Mstari wa kwanza na wa pili. Paulo akawakazia macho watu wa baraza, akasema, ndugu zangu, mimi
mimi kwa dhamiri safi kabisa nimeishi mbele za Mungu hata leo hivi. Kuhani mkuu Anania akawaamuru wale waliosimama karibu naye wampige kinywa chake. Fike hapo. Ndiyo sasa baraza limekuja, wamejiandaa kuwasilisha mashtaka yake kwa Paulo. Sasa si mtu huulizwa, kwa mahakama mtu huulizwa, waambiwa labda aseme ni kweli, sio ndio hakimu huuliza mtu. Wewe wadani umeshtakiwa kwamba siku fulani kinyume cha sheria ulipatikana katika shamba la fulani. Sasa Paulo ndiye alianza. Tunaambiwa ya kwamba alipoangalia kwa makini, yani hana uoga, akawaambia wanaume na ndugu. Wale wengine kwanza aliwaita wa ndugu na baba zangu. Sasa wamekuja kikundi sasa cha baraza. Akawaita wanaume na ndugu. Akasema mimi katika maisha yangu yote nimeishi na dhamiri safi. Na maana gani? Hata wakati nilipowashambulia Wakristo, nilipowatesa, dhamiri yangu ilikuwa safi ya kwamba nafanya kazi ya Mungu. Sasa anasema kwa njia nyingine, anasema nakiri sina hatia. Si ndio? Si ndio mtu ulizo? Ndio ukisema huna hatia, mashahidi wanaanza mashtaka, si ndio? Tunaambiwa kuhani mkuu akiwa hapo anaitwa Anania, akaamuru wale walikuwa hapo, hiyo mpiga hiyo mdomo. Na akapigwa. Paulo akamuuliza, sasa wewe unasimama, alimwambia wewe ni kama kumlaani ama kumkemea. Akamwambia wewe uko kama ukuta ambao umepakwa chokaa. Yaani kitu kinaonekana maridadi lakini si kitu kizuri, kwa sababu wewe umekaa kunihukumu mimi, kunishtaki, na unasema nipigwe na makosa yangu hayajasikika. Si hata wakati zamani walikuwa wakitoa hukumu mtu apigwe viboko, ilikuwa ni hakimu anatoa. Sasa huyu ni shahidi, anachukua mamlaka na anasema huyu apigwe. Akamuuliza, wewe ukuta uliopakwa chokaa nyeupe, Bwana akupige, Bwana Mungu akupige wewe. Silikuwa ni mkuu. Sijui labda hakuwa amevaa mavazi yake, kwa sababu Paulo akasema hapana, mimi sikujua. Kwa sababu alimwambia wewe unakuja kunihukumu na unasema nipigwe kinyume cha sheria. Torati hii kuruhusu mtu apigwe bila ushahidi. Ndio alikuwa anasema mashahidi wawili. Na ndio sababu hata Yesu alikosa mashahidi. Wakatafuta mashahidi wa uongo. Sababu wawili wakikubaliana wapewe pesa, si watasema waliniona. Siku fulani tulimuona akifanya hivi. Tulimuona akienda na baiskeli. Kwa hivyo ni aliiba hiyo baiskeli. Na mwingine aseme huyu ni huyu. Unamfahamu? Yes, huyu ni fulani. Sasa akauliza wewe huna kicho kabisa ya kwamba mtumishi wa Bwana Mungu kuhani unamkashifu, unamlaani, unamtolea hukumu, unasema yeye anapaswa. Paulo akasema samahani, sikujua. Yeye alisema sikujua yeye ni kuhani. Lakini si amesema ukweli wa huyo kuhani na ukuhani wake. Yule ambaye anatetea na anasimama kwa niaba ya Mungu kama kuhani wa Mungu, na anasema mtu apigwe bila mashtaka, kusemwa na bila kupatikana ana hukumu. Hapo tunaona nini?
funzo tunaliona vizuri katika Mathayo 23:28. Inasema hivi: vivyo hivyo ninyi nanyi kwa nje muonekana na watu kama wenye haki, bali ndani mmejaa unafiki na maasi. Maneno ya nani hayo? Ya Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Alipokuwa akizungumzia hao walikuwa wanaitwa Masadukayo, wengine wanaitwa waandishi, wengine wanaitwa wanasheria, ya kwamba hata hao makuhani na hao nje walikuwa onekana watu wazuri sana, kwa sababu kani kuvaa amevaa nadhifu kabisa, amevaa mavazi ya mwalimu afundishe, lakini ndani ukitoa hiyo vazi ati kumejaa uovu, kumejaa unafiki. Na sasa sikia hapo tumeona unafiki. Tunaambiwaje? Tutakutana na watu wanafiki ambao watajionyesha ni watu wazuri, ni watu wenye haki, lakini ndani yao ni uasi, ndani yao ni kutotii sheria. Amen. Jambo la pili, 6 mpaka 10 tunaona farakano. Yaani kukakuwa kuna ile ndio inaitwa sintofahamu. Ikakuwa sasa kumekuwa na mchanganyiko. So wamekuja kumshtaki. Na Paulo ndiye anaongea sasa. Sasa tusomee 6 na 7. 6 na 7. Paulo alipotambua ya kuwa sehemu moja ni Masadukayo na sehemu ya pili ni Mafarisayo, akapaza sauti yake katika ile baraza: ndugu zangu, mimi ni Farisayo, mwana wa Farisayo. Mimi ninahukumiwa kwa ajili ya tumaini la ufufuo wa wafu. Alipokwisha kunena hayo, palikuwa na masidano ya baina ya Mafarisayo na Masadukayo. Mkutano ukafarakana. Ndio ukafarakana. Sasa hiyo ndio farakano. Paulo si anajitetea sasa. Akasema na alijua kulikuwa Mafarisayo na Masadukayo. Na hao watu wote wamechukua nafasi ya kuwa hao ndio wanaongoza nchi. Ndio wanapatia watu maarifa na wanawapatia mashauri ya jinsi ya kumwishia Yehova Bwana Mungu. Lakini katika theolojia yao hawakubaliani. Paulo akaona hapa kuna Masadukayo. Yeye alikuwa Mfarisayo na akaona kuna Masadukayo. Si tulisoma wiki iliyopita yale mambo yeye alisema kama Mfarisayo, alijitambua ni Mfarisayo. Akasema mimi ni Mfarisayo wa Mafarisayo. Nilifundishwa Torati kama Mfarisayo. Akaona kuna Masadukayo na kuna Mafarisayo. Sasa akasema, tunaambiwa akapaza sauti akasema, mimi ni Mfarisayo na ni Ufarisayo wangu ambao unahukumiwa, kwa sababu nazungumza habari za ufufuo, nazungumza habari za utumaini la Israeli. Kwa sababu Mafarisayo waliamini kuna ufufuo, watu watafufuka. Masadukayo anasema mtu akikufa amekufa, akikufa anakufa kama mbuzi. Vile ukienda ukute mbwa amekufa unashtuka, unakuwa si unapita tu. Lakini je, ukikuta mtu sitasimama ujue huyu ni mtu, huyu mtu amekufa namna gani, amekufa kwa nini?
Akasema tumaini la Israeli. Hawa hawakuamini kuna ufufuo. Mtu akikufa, anakufa kama mbwa, anakufa kama paka, anakufa kama vile ukipita hapa utakutana na nyuni ameanguka amekufa. Akasema hawa Masadukayo hawakuamini ya kwamba kuna malaika. Na Paulo anaamini kuna malaika. Mafarisayo wanaamini. Hawa waliamini hakuna roho. Na hawa na Mafarisayo wanaamini. Akasema ni kwa sababu ya yale naamini. Nasema alisema Yesu Kristo alifufuka. Nasema kuna ufufuo, Yesu Kristo alifufuka. Nasema Roho wa Mungu akaniambia, anaamini kuna nini? Kuna roho. Amesema malaika wa Mungu. Kwa hivyo hiyo ndiyo mimi, kesi yangu ndiyo nashtakiwa. Mara moja kutakuwa sasa na hiyo tumesema mfarakano, kutakuwa na farakano kwa sababu sasa Mafarisayo wanaona Mfarisayo wenzao akionewa kwa sababu ya imani. Akasema hiyo ndiyo sababu. Sasa kwa kuwa ni mafarakano kabisa. Sasa watu wakianza kurini, si Mafarisayo watasema huyu ni wetu. Watataka kunini? Kumtetea, si ndio? Na Masadukayo wakasema kama huyu mtu anasema aliona malaika, anasema roho, anasema ufufuo, hana makosa. Na wamekuja kesi. Na wale wanakuja kumshtaki wanasema hana makosa. Hao wengine makosa yake hata wajasema. Yule kamanda akaona hao watu wakiendelea hivyo watamshika Paulo, watamrarua. Sababu hao wanamvuta na wengine wanamshambulia. Huyu ni wetu, tufanye nini? Tumuue. Huyu ni wetu, tumuokoe. Tunaambiwa mara moja akasema Paulo atolewe hapo, arudishwe ndani ya ngome, ndani mahali pa usalama. Kwa hivyo hapo tunamuona Mungu akitenda kazi. Aliambia Paulo mpaka kwa Kaisari Rumi utafika. Sasa tumeona hawa hawataki atoke Yerusalemu, lakini Mungu akafanya njia, akarudishwa ngomeni ndani. Katika Wakorintho wa kwanza 15:14 ndilo funzo hilo tunasoma hapo, ya kwamba tena kama Kristo hakufufuka, basi kuhubiri kwetu ni bure na imani yenu ni bure. Ya kwamba kama Yesu hakufufuka, sisi tunasema alikufa akafufuka. Tunasema litulipia deni. Hakutulipia deni kwa kufa tu, alifufuka. Yeye alisema nilikuja ili watu wapate uzima kisha upate tena. Sasa atatupatiaje uzima kama yeye amekufa? Hilo ndilo somo hapa. Tujue imani yetu ni nini. Na imani yetu msingi wake ule hauwezi ukatikisika ni nini? Ni ya kwamba kuna ufufuo. Watu watafufuka. La si hivyo, sisi tunasema tunamwamini Yesu, imani yetu ni bure. Amen. Amen. Kwa hivyo kama tumemwamini Yesu, hebu tumwamini kabisa. Tusiwe na shaka kwamba alifufuka. Tujue hiyo ndio msingi. Kwa sababu kama hakufufuka ni bure. Twende ya tatu. Ya tatu kuna kitu naita hapo majaliwa. Tunajua maana ya majaliwa. Tukikutana na mtu, tukiagana, tunaagana, tuonane, tunasema tuonane kesho, majaliwa, si ndio?
kwa sababu tukiachana na wadana, hata sasa nikienda kwetu huko Rwanganga, yeye aende kesho, hatujui kama tutakutana. Hata tukipanga ati tukutane pale kwa stage saa 10, kuna mtu ana hakika tutakutana? Hakuna. Sasa tunaona majaliwa, Mungu akitenda kazi, Mungu akifungua njia, hayo akiwezesha, hayo ndiyo majaliwa. Na kuna mambo mangapi? Kuna mambo manne tunaona kwa majaliwa. Ishirini na 3:11 peke yake tunaona kitu tunaita hakikisho. 23:11 peke yake. Usiku ule Bwana akasimama karibu naye, akasema, uwe na moyo mkuu, kwa sababu kama ulivyonishuhudia habari zangu Yerusalemu, imekupasa nikushuhudie hivyo hivyo Rumi nako. Unishuhudie ama nikushuhudie? Kunishuhudia. Unishuhudie Rumi. Sasa ni hakikisho. Tunaambiwa si hawa mkutano umeharibika, si hawa makuhani na watu wao wameenda, kwa sababu mkutano umekataa. Sasa ni usiku huo tunaambiwa ya kwamba Bwana Mungu akamtokea Paulo, akamwambia, na anamuita jina. Kuna wimbo tulikuwa tunaimba ati jina langu analijua, kwa sababu anasema akiongea na Israeli sema mimi na kujua kwa jina. Sasa hapa tunamuona akiepewa hakikisho na Mungu, anamwambia na amemwita kwa jina, akamwambia uwe na moyo mkuu. Ama kuwa na moyo mkuu ni kuwa na moyo mchangamfu, yaani usisumbuke, usitatanishwe na lolote, usiogope. Si mtu mchangamfu wa haya yote hana. Kuwa mchangamfu, kuwa na moyo mkuu, kwa sababu vile umenishuhudia mimi Bwana Mungu Yerusalemu, hata Rumi utanishuhudia. Sasa ni kama mtu mmoja mkuu, sikuna wakuu tofauti tofauti. Sikuna kitu chifu ataniambia na nikubali, aniambia hapana, hiyo wacha, hiyo isikusumbue, najua na kujua wewe usisumbuke. Sintapata nini? Sintapata moyo mkuu. Chifu tumeongea naye na amenipa. Lakini kama ni mambo ya mudhivi, chifu huko atanipa hakikisho. Na yeye hakikisho ya mudhivi huko, kuna mtu anaitwa Dio, sio Dio ni atanipa. Aniambie wewe usijali, nikiwa hapa mudhivi, hata huko kandani ni kwangu. Nimekusikia. Najaribu kusema nini? Kuna kitu hata huyo nini hata ya Kigumbo, si Kigumbo imepita huyo. Sinaenda hivyo mpaka inafika Murang'a, ambako kuna ule anaitwa mkuu wa wilaya, si ndio? Sasa ni Yehova Bwana Mungu. Ule anaitwa Mungu, Bwana Mungu wa majeshi. Huyo ni anamwambia usijali, utafika wapi? Rumi. Na hiyo inapaswa kutupa nguvu katika yale yote tunapitia. Kila mtu kuna yale anapitia, na wakati mwingine anakuwa mazito, unashindwa. Hata usiku unakuta umeamka na kuna kitu kimekukera, kuna kitu kimekusumbua, hujui. Unapata hakikisho hapo ya kwamba niko na Mungu, yote yatakuwa sawa. Amen. Amen. Jambo la pili ni 12 mpaka 22.
sijui utachukua Biblia utusomee. Wayahudi wakafanya mapatano, wakaifuga kwa kiapo kwamba hawatakula wala hawatakunywa hata wamuue Paulo. Na hao waliowapiana hivyo walipata zaidi ya watu 40. Asante. Kuna kitu sasa hapa inaitwa njama. Njama ni mpango. Na njama hukuwagi mpango mzuri. Ukisikia njama, kawaida kuna mtu ataumia, si ndio? Ukisikia njama si mpango mzuri. Kama tukipanga sasa na Wadan na Washiko na Gibson na Alicia, tupange ya kwamba tuna kitu mzuri tutafanyia Wambane, hiyo si njama, ni mpango mzuri, si ndio? Njama ni kitu kibaya. Tunaambiwa kukatokea watu 40 hivi na wakakubaliana huyu Paulo lazima iwe isiwe lazima tumuue. Na wakasema hatutakula ni kiapo paka tumemuua. Wakakubaliana watu kama 40. Wakaenda kwa kuhani mkuu, wakamwambia, tafadhali zungumza na yule kamanda alete arudishe Paulo huku Yerusalemu kesi. Sisi tumepanga tutamvizia njiani, tutamuua. Wao useme nyinyi mnamuita nini kesi. Lakini kabla afike Yerusalemu tutamuua kwa njia. Tutamvizia. Na tunaambiwa kunaye anaitwa Mpwa. Mpwa ni mtoto wa kaka yako au dada yako. Anaitwa wanaume sio kwa Kiingereza anaitwa nephew. Akasikia hiyo njama na akakuja akamwambia Paulo. Paulo akiliposikia akakuja, si unajua sasa Paulo hajafungiwa, si mahabusu. Ni salama wake unalindwa. Sasa huyo akaja akamwambia kuna Wayahudi wamepanga hivi. Na hata wamepata, nafikiri labda au bila kujua, alikuwa karibu anasikia vile kunaendelea. Si mnaambua hata mimi tukiongea hapa ati ukuta usikia. Akasikia na akakuja akamwambia Paulo, huu ndio mpango. Watasema wanakuhitaji kule kesi, lakini kabla ufike wamepanga mahali watakuvizia. Paulo akamwambia kweli akamwita akida moja akamwambia chukua huyu kijana mpeleke mpaka kwa kamanda. Kuna kitu ataambia kamanda, nataka ambie kamanda. Sasa ukienda polisi pale Saba, si kuna mtu anaitwa OCS. Ukienda useme kuna kitu nataka kuambia OCS. Watakuuliza nini? Uambie hapana. Hii message ni ya nani? Hakuna askari anaruhusa kukukataza kwenda huko. Hiyo ndio sheria inasema. Kwa sababu labda huyo askari anakusimamisha hapo unataka kwenda kupeana habari zake, si ndio? Na ukienda kule kunaitwa wapi? Si Modhivi, sasa uende kule Kigumo. Si ndio kuna mtu anaitwa OCPD. Useme mimi nataka kuona OCPD. Ni nini? Hapana, utamuona. Ni yeye nataka kuna kitu nataka kumwambia. Sasa akasema nataka kuona kamanda. Kamanda akamchukua, akamweka mahali faragani. Ni nini unataka kumwoniambia? Akamwambia kuhusu huo mpango. Akasikia, hivyo ndivyo wamepanga. Na si tayari alikuwa ameona yule uhasama wako nao. Na ule uchungu wako nao na vile damu ya Paulo anataka kuimwaga. Si anajua yeye mwenyewe watu ni watu aina gani. Hata walitaka kumuua bila kesi na kuna sheria.
Akaambia kijana, sasa ni sawa, wewe enda, lakini usiambie nani, mtu yoyote. Hiyo ni yangu na wewe. Sasa ni wakati mchana, sijui ilikuwa saa ngapi. Tunaona nini? Majaliwa, si ndio? Mpango unapangwa. Mungu kwanza amempa hakikisho. Mpango unapangwa na unajulikana, unatibuliwa. Ni sehemu ya majaliwa. Saa ingine hata tujui nini tumepangiwa. Washiko hata wewe hujui ni nini umepangiwa na watu fulani. Labda wanasema huyo, wacha, tutafanya, tutasema. Lakini tumehakikishiwa usalama, kwa sababu sisi yote tunasema ni majaliwa yake Mungu, si ndio? Hata kusimama hapa 23 mpaka 30. Tusomee 23 na 24. Tunaona kitu kinaitwa uhamisho. Uhamisho. Inasema nini hapo? 23:24. Akawaita maakida wawili, akasema, wekeni tayari askari 200 kwenda Kaisaria, na askari wapanda farasi 70 na wenye mikuki 200 kwa saa 3 ya usiku. Akawaambia kuweka wanyama tayari, wampandishe Paulo na kumchukua salama kwa Felike liwali. Hapo ni 24. Sikabanda amesikia njama. Na unajua, anajua Paulo kama angepata maafa yoyote, angekutana na maafa yoyote, angejibu, kwa sababu yuko chini ya ulinzi wake, si ndio? Tunaambiwa akasema sawa. Akaita maakida wawili, akaambiwa tayarisha askari 200. Akida alikuwa anaenda na askari, anasimamia askari 100. Kwa hivyo akida wawili, maakida wawili ni askari 200. Alafu akasema pia waandae hao askari 200. Alafu pia wapanda farasi 70. Sijui kama mmeona wakati kuna fujo polisi wa farasi. Polisi wa farasi si kama wa miguu, kwa sababu farasi itakugonga, si ndio? Na pia si ati walikuwa wanapanda farasi, pale walikuwa na silaha. Kwa hivyo hao ni askari 270. Na wengine wa mikuki 200. Wa mikuki wanaenda kwa miguu, askari 200. Kwa hivyo askari 470 waandaliwe. Na wakumbie iko safari saa ngapi? Saa 3 ya usiku. Si hao watakuja kesho asubuhi kuleta hiyo mpango, ndio Paulo apelekwe Yerusalemu kwao. Na tunaambiwa wakakuja na saa 3, na Paulo pia akaambiwa atafutiwe pia yeye farasi yake, apelekwe mpaka Kaisaria, ambako kuna huyu anaitwa liwali. Liwali kwa njia nyingine tutamuita governor. Governor, hilo jambo alikuwa Kaisaria. Wakawaende huko Kaisaria. Huko kulikuwa na hiyo gavana aliitwa Feliki. Waende wahakikisha amefika huko kwa usalama saa 3. Na wale wengine si wana njama ya kesho asubuhi. Tunaambiwa nini? Hakuna wakati sisi kama watu tumemwamini Yehova Bwana Mungu, kitu kitakupata bila Mungu kujua. Sisi huenda hata hatujui yale yanaendelea, lakini Mungu anatuandalia usalama wetu. Mipango kama hiyo hatujui, si anajua.
Ndugu mmoja akanipa ushuhuda, kuna bwana mmoja sijui alikosana aje. Katika mazungumzo na mipango ndugu ni ndugu ameokoka akaambiwa, wewe na mimi nasema hiyo shamba hutalima. Si amemtisha. Tunaambiwa akaenda kule, wanaenda na akapata zile bidhaa unapewa utapewa, utaambiwa leta, chukua hii ufanye. Wanapewa dawa fulani, si ndio? Ati akija huyo bwana na hizo dawa, kabla afike kwake, ati mahali pazuri pikipiki ikaanguka na akavunjika mguu. Sasa ndio hapa tunamuona kamanda akisema huyu mtu lazima afike kwa nani? Kwa Felike. Sasa hata kamanda sasa mambo mzigo ameutoa kwake, si ndio? Kwa sababu huyu bwana usiezo hapa akikushika akupeleke Kigumo, hata ulizwa habari zako, si ndio? Sasa ni mkubwa ambaye ana askari zaidi. Kwa sababu hiyo yuko Kigumo, hata ataita askari wa hapa 7 Ambue niletee askari 5. Mudhizi waambiwe 5. Labda kuna sehemu nyingine waambiwe nao waletwe. Sasa waende huko mpaka huko Kaisaria kwa huyo. Na akaandika barua. Na hiyo bwana kamanda alikuwa anaitwa Claudio Lysia. Ni vizuri tukisikia hata kiko majina. Si ngano tu zile hadithi za kupunguza jioni. Ni habari iko kweli. Ati akaandika barua na akaweka sahihi yake, akasema vile aliyotendeka. Na akaambia huyu mtu yale mambo ameshtakiwa, hakuna uvunjaji wa sheria. Ni maswali na mazungumzo kuhusu dini yao. Sie ni Mrumi na ni Wayahudi. Nikawa sasa uambiwe wewe wa Dani kulingana na desturi zile wa Kikuyu hukufanya. Wazaa kuambia utatoa mbuzi, si ndio? Useme sitatoa. Waseme tutakupiga. Kuna sheria ya Kenya umevunja. Basi sasa ilikuwa hivyo, wakasema wali ni ya dini. Kwa hivyo hana hatia. Ile nimeona, lakini aje kwako. Alafu nitaambia hawa washtaki wake waje huko Kaisaria kwako kusikiza hiyo kesi isikizwe. Watoe mashtaka yao huko. Na tunaambiwa wakasafiri usiku saa 3. Si unasikia wakisema jeshi mkiambua saa 3 uwe hauko Gibson, hawa wanaondoka na hauko, hata unaweza ukauawa. Kwa sababu hawajui huko wapi, si ndio? Labda umeenda kule kupeleka ripoti. Silisikia vile visa vilikuwa hapa vya wanaiba ng'ombe. Bwana mmoja akasema sisi tukipanga kwa mahali tunajua kutakuwa tatizo, tukifika tunakuta, tukifika 7 tunasikia vita wao watu wako Marago. Kuna mtu anafanya nini? Anawaambia. Kwa hivyo simesikia uibaji wa ng'ombe. Umewahi kusikia mtu ameshikwa? Kwa sababu kuna mtu anapeleka habari. Sasa huyu akasema saa 3 na ndio iko hiyo sheria. Ukiambua saa 3 wewe hauko uachwe. Labda uwe ulikuwa mgonjwa ama kitu na una ushahidi wa kutosha. Ukiwa hauko mahali unapaswa kuwa katika jeshi, sheria inasema uwawe kwa sababu ulikuwa wapi. Sasa hivyo akasema na huyu mtu ni Mrumi. Na wakatoka, tunaambiwa usiku wakatoka wakiwa na barua na mfungwa. Wakaenda akikukija kupambaruka. Wakafika
na hapo ni hapo mbele. Wakaambiwa basi, barua ikasema washtaki wako watakuja huko na mashtaka kwako. Asubuhi wamepanga kuja kwa kamanda awape mfungwa wakamkesishe huko Yerusalemu. Hapana, yuko ngomeni. Na tunaambiwa ikakuwa hivyo. Huo ndio unaitwa majaliwa. Mungu anatukinga ya kwamba hata kile kitu kitakutufikia, hicho ni Mungu ameruhusu. Si tulimuona Ayubu na mateso aliyokuwa nayo, mambo mazito, lakini ni Mungu alikuwa amepeana ruhusa. Alijua huyu anaweza. Kwa hivyo hakuna jambo lolote litakuwa kinyume chetu ambalo litafaulu. Mungu atahakikisha ametupa usalama wa kutosha. Mahali usalama hauko, anajua tunaweza. Amen. Jambo la 4, 31 mpaka 35. Tusomee tafadhali 31 na 2. Na 3 na 4 na 5. Hiyo 2 tu tumalize. 32. Nasemaje 31? Tari wakamchukua Paulo kama walivyoamriwa, wakampeleka hata Antipatri usiku. Hata asubuhi wakawaacha wale wapanda farasi waende pamoja naye, nao wakarudi zao Gomeni. Ndio. Sasa simesikia askari 400 na ngapi? Na 70. Tunaambiwa Paulo akajua wale wapanda farasi, si ndio? Ndio walienda ama ni nani? Gani walirudi? Wale wapanda farasi. Wapanda farasi wakarudi. Sasa yuko na askari 400, si ndio? Wa miguu, wa mikuki 200 na wale wengine 200. Sasa wapanda farasi tunaambiwa wakarudi. Asubuhi ndio sasa kukipambauka ndio wamefika Antipari, wakatoka hapo sasa kuelekea. Sasa hii asubuhi si hao wanafika kule kwa kambi. Tunataka nani? Yuko huko. Mwende wapi? Kaisaria. Yuko huko kwa governor. Yuko huko kwa Feliki. Tunaambiwa wakarudi kambini wale wapanda farasi. Si wapanda farasi walikuwa 70. Wale 70 wakarudi. Wale wengine 200 na wamikuki 200 wakaenda. Wanapofika Kaisari wakampata gavana. Si ni askari wamekuja. Na yule amesimamia hicho kikosi ama hivyo ana barua. Wakampa Felike gavana barua. Akaisoma, akamwita Paulo. Na pia wakamleta huyu bwana ambaye habari zake ziko kwa hiyo barua. Na aliposema gavana aliposoma barua, akamuuliza Paulo, umetoka jimbo gani? Akamwambia mimi nimetoka Kilikia. Na akasikia akaona na akazibua vile amesoma, ameambiwa. Atasikia akamwambia sasa wewe tungoje. Hao watu wameambiwa waje, tuangoje waje hao wa Yerusalemu ambao wanakushtaki. Akasema Paulo awekwe katika mahakama ya Herode, akae huko. Hana minyororo, akae huko angoje washtaki wake. Funzo tunaona gani katika hayo yote? Tumeona njama ikifanywa. Kwanza tumeona hakikisho. Tukaona njama imefanywa. Mungu amemhakikishia, lakini watu wengine wanafanya njama. Tunaona amehamishwa na amefika. Hiyo ya 4 tunaona sasa yeye yuko salama.
Wayahudi hawezi kwenda huko Kaisaria. Sasa hao watu wanataka kukupiga mawe waka wadanie. Sema wanataka kukupiga mawe utolewe upeleke Kivumu, watakufuata Kivumu. Hawezi. Sasa ilikuwa kitu kama hiyo. Ama upelekwe Murang'a. Hawezi kuja. Sasa wale watakufuata ni hao wakubwa ambao wana mashtaka. Sio umati. Funzo ni liko katika Mwanzo 28:15. Inasema hivi. Natazama, mimi nipo pamoja nawe. Nitakulinda kila uendako. Nami nitakuleta tena mpaka nchi hii. Kwa maana sitakuacha hata nitakapokufanyia hayo niliyokuambia. Nani anakumbuka maneno hayo ni ya nani? Ya Mungu. Ni ya Mungu akiambia nani? Ai wewe Washiko. Si tunasema tunasoma Mwanzo. Paulo wako Mwanzo. Mwanzo 28:15. Umepita sasa hapo umepata 50%. Nani aliambiwa maneno hayo? Na tulisoma hayo maneno hapo na nyinyi. Ibrahimu. Wewe hauko mbali sana. Labda utapata 70. Gibson, nani aliambiwa maneno hayo? Umepita sasa umepata yote. Ni Yakobo aliambiwa. Wakati walipokutana sinakumbuka mahali walikutana na Mungu. Wakamenyana mpaka karibu asubuhi. Alafu akasema mimi sikuachi mpaka unibariki. Na hapo ndipo Mungu alisema sasa kuna pambauka lazima niende. Akamuuliza wewe ni nani? Hakuambiwa lakini akajua ni nani, si ndio? Mungu akamwambia sasa unaenda. Na ukienda ni wakati alikuwa ametoroka nani, si ndio? Alikuwa ametoroka kaka yake. Anaogopa ndugu yake ametoroka. Akaambiwa mimi ndipo pamoja nawe. Nitakulinda kila uendako. Mambane. Ni wewe unaambiwa sasa na Mungu. Nami nitakuleta tena mpaka nchi hii. Ya kwamba atakupeleka utaenda naye mpaka mwisho wa safari. Kwa maana sitakuacha hata nitakakufanyia yote niliyokuambia. Mungu wetu ni Mungu ambaye anatunza ahadi zake, anazitimiza. Simeona Paulo kuna tishio la maisha yake. Lakini sasa yuko huko Kaisaria, sasa yuko chini ya ulinzi, si wa ule kamanda, yuko chini ya ulinzi wa gavana mwenyewe. Salama. Kwa sababu Mungu alimhakikishia, hiyo umetushuhudia mpaka kule Urumi utanishuhudia. Tunahakikishiwa Mungu yuko pamoja nasi katika mambo yote. Sawa Washiko? Yote. Hata yakiwa mazito namna gani tujue Mungu kuna hakikisho lake atakuwa pamoja nasi mpaka atakapotufikisha mwisho wa safari yetu mahali anataka imalizike. Ya Paulo ilimalizikia huko Urumi. Na ndipo hata alikuwa ameambiwa mapema, si ndiye aliwaambia Waefeso. Hakuambia labda tutaonana. Aliwaambia uso wangu hamtafanya nini? Hamtauona. Alijua atakufia huko lakini anaelekea huko. Ndio tunasema sasa hata kwa hii baraza amekutana na baraza nitaka kumuua, unafanya njama inatibuliwa. Mungu wetu alikufia huko Paulo alikufia huko. Alikufia huko Rumi. Na ndipo sababu kasema mtaona nini? Uso wangu tena. Na ni watu waliwapenda wa Efeso. Si Efeso alisema ndiko alianza injili ya Asia, alianza Efeso. Mali alijaribu kwenda mara nyingi bila kufaulu, lakini akamwambia mara ya pili alipoenda akamwambia sasa uso wangu hamtauona tena. Na hapa tunaona Mungu akimwambia utafika Rumi. Sasa yuko chini ya Feliki.
Feliki ni gavana wa Rumi. Kwa hivyo sasa iko chini ya Kaisaria. Si tunakumbuka wakati wa ukoloni? Kidogo, si ndio wadani? Sisi wazee kidogo tulizaliwa wakati wa ukoloni. Kulikuwa na chifu huku, si ndio? Hata huko alikuwa anaitwa Karori tu Njiri, alikuwa anaitwa Njiri tulikuwa tunasikia tu kwa Karori alikuwa mganga nafikiri. Lakini kuna mtu alikuwa anaitwa Njiri, alikuwa chifu Ni alikuwa chifu mkubwa, alikuwa anaitwa Paramount Chief. Murang'a alikuwa na cheo kubwa. Sasa watu walikuwa wanauliza, kwani utanipeleka Murangi kwa Njiri? Lakini naye Njiri si ni chifu na ni Paramount. Kuna mtu alikuwa anaitwa Dio. Na huo wakati Dio alikuwa mzungu. Sasa ukiwekwa chini ya ulinzi wa Dio, chifu hawezi akakufikia. Sasa kwa hivyo amepata usalama kamili. Na Mungu ametuhakikishia usalama kamili katika safari yetu. Kwa hivyo tusiwe na uoga, tusiwe na wasiwasi, tusiwe kitu kiambacho pole kinatusumbua. Tujue Mungu yuko na mahali anataka tufike. Wiki iliyopita tukasoma hatima ni mahali tutamalizia hapo tukiwa na yeye. Ndio Washiko walikufia hapo. Na hata akija kufa hakuwa na wasiwasi, alikuwa Rumi na amepangiwa ya kwamba atauawa. Katika ni Timotheo wa pili ama ni wa kwanza, nafikiri wa pili sikumbuki. Katika Timotheo akamwambia, nimepiga vita vizuri. Taji langu linaningoja. Kwa hivyo hakuwa na wasiwasi, alijua amemaliza. Lakini hapa bado, lakini Mungu amekuwa pamoja naye. Amen. Tumalizia hapo, tumalize na ile mistari tunasoma. Matendo 23:3 ya kutafakari. Ndipo Paulo akamwambia Mungu atakupiga wewe, ukuta uliopakwa chokaa. Wewe umeketi kunihukumu sawa sawa na sheria, nawe unaamuru nipigwe kinyume cha sheria. Ni Paulo akimwambia kuhani mkuu Anania. Sasa tunajifunza nini Washiko hapo? Ya kwamba tukihukumu, hebu tuhukumu na sheria. Lakini hata kuhukumu watu tumeambiwa tusifanye nini? Tusihukumu. Tuachie Mungu ahukumu watu wake. Sisi tu ni kuwapembeleza na kuwaambia. Lakini sisi si wa kuhukumu. Na kama tutafika mahali pa kutoa hukumu ama uamuzi, hebu tutoe uamuzi ambao unaambatana na sheria ya Mungu. Amen. Wazo kuu, Matendo 23:11. Wazo kuu lile tujue katika haya yote. Nasema usiku ule Bwana Mungu akasimama karibu naye, akasema, uwe na moyo mkuu Paulo, kwa sababu kama ulivyonishuhudia habari zangu Yerusalemu, imekupasa kunishuhudia vivyo hivyo Rumi nako. Ni Mungu anamhakikia Rumi utafanya nini? Utafika. Mungu mwenye enzi, Mungu ana uwezo wote, ametupa hakikisho, atatusaidia na atakuwa pamoja nasi mpaka mwisho. Si hata kitoka nje wanafunzi, niko nanyi mpaka mwisho wa dahari. Wakati kibenge cha mwisho kinapigwa, wakati mchezo unachezwa, Gibson, si unasikia kibenge, filimbi ya mwisho? Sasa hiyo kama ulikuwa unajiandaa upige na filimbi ufunge, ni bao. Tabwa kibenge tayari kimepigwa. Ndio wanasema mpaka tunakazana mpaka kibenge cha mwisho, filimbi ya mwisho. Hapa Mungu naye anasema filimbi ya mwisho ikipigwa, mtahakikisha uko hapo, tuko pamoja.
na sala. Matendo 23:25-9 tunaambiwa hivi: nikaona kwamba ameshtakiwa kwa ajili ya maswali ya sheria yao, wala hakushtakiwa neno lolote la kustahili kuuawa wala kufungwa. Hiyo ni barua ya nani? Ya yule Claudio, yule kamanda wa jeshi. Kwa Claudio alikuwa anaitwa Claudio Lysia. Anasema niangalia huyu mtu hana nini? Hana makosa. Hebu basi tuwe kila wakati tunashuhudiwa hivyo. Hata tukiwekelewa mambo yatakuwa tu ni mambo ya maswali ambayo hayana msingi na yale ambayo tunashtakiwa. Tusishtakiwe ya kwamba tuliiba na ipatikane kweli ulipatikana na mali ya kuibiwa. Na kweli ipatikane ulipatikana na mali ya kuibiwa. Kwa sababu bwana mmoja alikuja akakuuzia nini? Meko kama ile iliibiwa huko. Waganga simlisikia wawezi walikuja na wakambeba kale kajiko kadogo. Sasa mtu anakuja, kajiko wako kanakotoka pesa ngapi mnajua? Ngiri 4. Nasikia kaluizwa 400. Si unajua huyo ni mwizi na wewe unanunua. Sasa tusishikwe na kitu kama hicho. Sababu utaulizwa ati kununua pesa ngapi na hiki tunatoa pesa ngapi? Na huyo anakuuzia 400. Sasa ndio unasikia mtu ameshikwa kwa kupatikana na mali ya, kwa sababu yule alimuuzia hakuwa na uhakika wake. Basi tusikue watu wa kushtakiwa makosa kama hayo. Amen. Amen. Tamalizia hapo. Yehova Bwana Mungu wetu awabariki. Awabariki sana. Amen.